Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka Tanzania ITV kila wakati. Cha kuzingatia zaidi, cha muhimu, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu ili nikueleze vile tunabeberusha matangazo haya kutoka Mbeya. Kuna habari ambazo ni za asiri ambazo zimefika katika meza yetu ya utangazaji. Sasa ni wazi kwamba Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais katika taifa letu la Tanzania amemkataa naibu ama makamu wa rais Emmanuel Nchimbi hadharani. Vile mnajua, siku ya Alhamisi tarehe 12 mwezi wa pili mwaka huu wa 2026, Samia Suluhu Hassan aliweza kuondoka katika taifa letu la Tanzania akienda kule Ethiopia, kwa sababu alienda kuhudhuria mkutano wa 39 wa kawaida wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika AU. Kwa hivyo Samia ameanza kuhudhuria mikutano katika mataifa mengine, lakini sasa amemkataa kivipi Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wake? Wakati Samia Suluhu Hassan alikuwa anaondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa, uwanja ule wa Julius Nyerere JNIA jijini Dar es Salaam, Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais hakuonekana akimsindikiza na kumwaga na kumpigia kwa heri ili Samia amwachie serikali wakati ameondoka, ashikilie mpaka siku ile ambayo atarudi, kwa sababu jukumu la makamu wa rais ni kushikilia wakati rais hayupo, majukumu mbalimbali. Lakini hatukumuona, kumaanisha kuna kile ambacho kinaendelea kwa viongozi hawa wawili, na tunadhani kwamba ni kwa sababu ya siasa ambazo zinaendelea. Suluhu Hassan aliweza kuondoka taifa letu la Tanzania, hatukuona Emmanuel Nchimbi akimsindikiza katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere. Alienda tu, ila tu wale ambao tuliona ni baadhi ya maofisa ama maafisa wakuu serikalini, lakini hatukumuona Emmanuel Nchimbi. Yale tumekuwa tukisikia ni kwa sababu ya siasa. Hizi ni siri kubwa. Inasemekana Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wetu, anamezea mate kuwa rais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2030. Na sasa kwa sababu anamezea mate kiti hicho, na Rais Samia Suluhu Hassan anataka kukiwania, kwa sababu kiongozi yoyote wakati ameingia mamlakani hataki kutoka, anakimezea mate kiti hicho. Na sasa wametofautiana kwa sababu ya siasa hizo, kwa sababu Suluhu anataka kuchaguliwa tena mwaka wa 2030. Sababu nyingine ni za udini. Katika siku za hivi majuzi mumeona baadhi ya Watanzania wenzetu vile wanatumika na serikali ya Samia Suluhu Hassan kutumia Watanzania wengine kujifanya wao ni Wakatholiki. Ikumbukwe Nchimbi ni Mkatholiki na Samia ni Muislamu. Sasa serikali ya sasa ikatumia Watanzania wengine ambao sio Wakatholiki kwenda kushitaki baadhi ya maaskofu wa Katholiki kwamba wamekiuka sheria na wameanza kushambulia serikali ya Samia Suluhu Hassan badala ya kuhubiri neno la Bwana. Na Nchimbi hakuridhika na suala hili ambalo linatekelezwa na Rais Samia Suluhu Hassan ama kupitia serikali yake, kuwalipa baadhi ya Watanzania kujifanya wao ni Wakatholiki. Hata nyimbo zile ambazo tunaimba Wakatholiki hawazielewi, wakienda pale kuwasilisha malalamishi yao hawaelewi ni kivipi wanastahili kupeleka malalamishi yao. Hizi ni siasa ambazo zimeleta tofauti kubwa kati ya Emmanuel Nchimbi na Rais Samia Suluhu Hassan. Hivi majuzi Samia aliondoka Tanzania akaenda kuhudhuria mkutano
mwingine ambao ulikuwa ziara yake ya kwanza kuondoka katika taifa la Tanzania wakati alienda Dubai, Emmanuel Nchimbi hakuenda na yeye katika uwanja wa ndege, ila tu tuliona vile vile maofisa wengine serikalini. Kumaanisha Samia Suluhu Hassan amemkataa na hamtaki Emmanuel Nchimbi kushikilia uongozi wake, kwa sababu ni kama anaogopa huenda akimwachia serikali ataipindua. Samia alisikika mwenyewe wakati alikuwa anazungumzia wazee katika eneo la Dar es Salaam, akasema ya kwamba kama vyombo vya dola walitumia nguvu zaidi mwaka jana kwa sababu kulikuwa na mageuzi ama mapinduzi ya serikali. Sasa Samia anaendelea kuogopa hadi kufikia sasa kwamba wakati wowote anaweza kung'olewa katika wadhifa ambao anashikilia kama rais. Mrengo wa upinzani John Heche na viongozi wote kutoka Chadema na wengine ACT Wazalendo wanataka uchaguzi urudiwe upya katika taifa la Tanzania. Sasa Samia penye yupo sasa hivi hajaridhika, yani anaogopa kwamba anaweza kung'olewa wakati wowote. Ndio maana mataifa mengine yamesitisha kutuma misaada, kumaanisha hawakubali uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Marekani ikajiondoa, Uswidi, Canada, bunge la Ulaya wakajiondoa kutuma misaada. Ndio maana tunaendelea kupitia changamoto za kuzindua miradi ya maendeleo hapa na pale kwa sababu kuna ukosefu wa hela. Lakini niliona waziri wa masuala ya nchi za kigeni alienda kupembelezana kule katika ofisi za Umoja wa Mataifa waweze kusamehea Tanzania, waikabidhi bilioni 400 ambazo ziliweza kuzuiliwa na bunge la Ulaya. Samia vile anaendesha shughuli zake za uongozi hajaridhika, ila tu akona uoga kidogo kwamba anaweza kung'olewa, kwa sababu wengi wa Tanzania wamekataa kile ambacho kilisemwa ni uchaguzi 29 Oktoba mwaka jana. Watu walikuwa wakiandamana hapa na pale, hata hatuelewi ni nani alienda akapiga kura zikafika milioni 31.7, asilimia 98 kulingana na tume ya uchaguzi katika taifa la Tanzania. Mmeona yale ambayo Tundu Lissu anaendelea kupitishwa sasa hivi, ananyimwa chakula akiwa gerezani. Hiyo ndio serikali ambayo yupo mamlakani. Hata wewe ukinyimwa chakula unaweza kula kweli? Itakuwa ngumu. Unaweza kusurvive kivipi pasipo kula? Ni kivipi mtu anaumwa na njaa? Tundu Lissu alifika mahakamani leo akasema ya kwamba amenyimwa chakula. Ubinadamu ulienda wapi? Huu ni unyama. Naomba kutamatishia hapo. Tukutane katika kanda, nitaitengeneza ingine. Lakini ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe, ipo hapo chini, na uwashe kengele kuendelea kupata taarifa kutoka Tanzania ITV. Kwaheri.